Mbegu ndogo ya mabadiliko. Jua kali liliangaza kwenye kambi ya uongozi ya Afrika Inainuka. Vijana walikuwa wakisisimka, lakini nyuma aliketi msichana anayeitwa Wimbi. Kiongozi alipumua akitazama jukwaa. Lazima awe jitu kubwa, na mimi ni mdogo sana. Juu ya jukwaa, mwanamume mwenye fadhili na miwani ya joto, Bwana DSIR, alitabasamu kwa umati. Habari, viongozi wa baadaye, alipaza sauti. Mnataka kujua siri ya uongozi wenye nguvu? Sio kuhusu kuwa jitu kubwa. Ni kuhusu nguvu ya mizizi, uwezo wa vitendo vidogo vya ujasiri. Nakumbuka kutoa hotuba huko Barnet kwa watoto waliokuwa wakitunzwa nyuma mwaka 2003. Bwana DSIR alishiriki. Kichwa kilikuwa rahisi, mtu yeyote anaweza kufanikiwa. Nilitaka wajue kwamba ndoto zao hazikuwa kubwa sana, bila kujali walikotoka. Wanaume vijana wanaoota ndoto za uongozi mkuu, wacha niwaambie kuhusu mratibu wa jamii ambaye alikuja kuwa rais wa Marekani, Barack Obama. Hakuzaliwa akiwa rais. Alikuwa kijana tu aliyeanza kwa kuzungumza, mmoja baada ya mwingine, na majirani kwenye barabara moja. Ilichukua muda, siku nyingi ndefu za kusikiliza, kujenga uaminifu, mazungumzo moja kwa wakati. Ustahimilivu huo, jasiri, kujitolea kwa mwanzo mdogo, kuliruhusu mbegu hiyo ndogo ya matumaini kukua na kuwa mti mkuu wa mabadiliko. Barack Obama anathibitisha kwamba mtu yeyote anaweza kufanikiwa. Bwana DSIR aliendelea. Na kwa wasichana wadogo wenye matarajio makubwa, nataka mumjue mtu mwingine anayeonyesha mtu yeyote anaweza kufanikiwa na nguvu ya mizizi. Yeye ni msukumo kwangu na kiongozi kwa sayari yetu. Alisitisha, kisha akaelekeza kwa mwanamke kijana aliyesimama kwenye pembeni ya jukwaa. Mkaribisheni Laurel Kivuyo kutoka Kituo cha Hali ya Hewa Tanzania. Hakusubiri kuwa jitu kubwa. Laurel Kituku Darrell, mvumbuzi kijana wa hali ya hewa wa Kimasai, alitumia teknolojia kutatua matatizo halisi mahali anapoishi. Laurel Kivuyo aliingia jukwaani kwa hatua ya kujiamini. Mimi na timu yangu tunatumia teknolojia rahisi, kama vile vifaa vya sola vya Zuba Connect, kuleta nishati safi vijijini, Laurel alieleza. Nishati safi inamaanisha mwanga kwa zahanati, nguvu ya kusukuma maji kwa ajili ya kilimo, na sayari yenye afya kwa kila mtu. Hivi ndivyo wazo dogo linavyofanya athari kubwa. Wimbi alihisi msisimko. Barack Obama alianza na barabara moja, na Laurel Kivuyo alianza na kifaa kimoja cha sola. Labda wazo lake kuhusu kukusanya plastiki kwa ajili ya bustani ya jamii halikuwa dogo sana hata kidogo. Ghafla alijua kwamba yeye pia anaweza kufanikiwa. Bwana DSIR alitabasamu akiona moto ukiwaka katika nyuso za vijana. Kumbukeni viongozi wa baadaye, alisema. Nguvu ya mizizi inamaanisha sauti yenu, fadhili zenu, na ustahimilivu wenu. Jasiri ndiyo mbegu. Tokeni nje na mpande vitendo vyenu vidogo vya ujasiri. Dunia inasubiri kuviona vikikua.